Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa kuna maendeleo yaliyopatikana katika mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine, lakini akaonya kuwa bado kuna masuala magumu yanayohitaji ufumbuzi wa kina, hususan kuhusu hatima ya maeneo yanayodhibitiwa na Russia. Shirika la habari BBC limeripoti kuwa Trump amesema hayo baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko katika mji wa Florida, ambapo viongozi hao wawili walielezea mazungumzo yao kuwa ni ya mafanikio makubwa katika juhudi za kusitisha vita vilivyoanza karibu miaka 4 iliyopita. Akizungumza na waandishi wa habari katika makazi yake ya Mar-a-Lago, Zelensky amesema Marekani na Ukraine zimekubaliana kwa takriban 90% ya vipengele 20 vya mpango wa amani. Lakini Trump kwa upande wake anasema suala la dhamana za usalama kwa Ukraine liko kukamilika kwa 95%. Hata hivyo, Trump amebainisha kuwa suala la ardhi bado ni kikwazo kikubwa. Russia imekuwa ikishikilia madai ya Ukraine kukabidhi maeneo zaidi, hususan katika eneo la Donbas mashariki mwa nchi hiyo linalojumuisha mikoa ya Donetsk na Luhansk. Lakini kwa sasa Russia inadhibiti takriban 75% ya Donetsk na karibu 99% ya Luhansk. Moscow inaitaka Ukraine ijiondoe kabisa katika maeneo machache iliyosalia nayo huko Donbas, wakati Kiev ikipendekeza eneo hilo liwe ukanda huru wa kiuchumi unaolindwa na majeshi yake. Trump alikiri kuwa swala hilo ni gumu, akisema baadhi ya maeneo tayari yamechukuliwa na huenda mengine ya kugombewa au kuchukuliwa katika kipindi kijacho. Hili ni swala gumu sana, lakini tutalitatua. Mwisho wa kunukuu. Kuhusu mustakabali wa usalama Ukraine, Trump alisema Marekani iko karibu kutoa dhamana madhubuti, ingawa hakuthibitisha iwapo Washington itatoa msaada wa kijeshi au kupeleka wanajeshi katika eneo hilo. Katika hatua nyingine, Trump alifichua kuwa amefanya mazungumzo ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo walijadili mapendekezo ya Umoja wa Ulaya na Ukraine. Wakati huo huo, viongozi wa Ulaya akiwemo rais wa Tume ya Ulaya ya Ursula von der Leyen na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walipongeza maendeleo hayo na kutangaza mkutano wa washirika wa Ukraine utakofanyika mwezi Januari ili kujadili dhamana za usalama. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.